Shalom shalom. Bwana Yesu asifiwe, tumsifu Yesu Kristo. Basi mpendwa ambaye unaendelea kufuatilia mafundisho kupitia channel Mikono ya Kristo, Mungu akubariki sana kwa moyo huo, kwa kuwa unatenga muda wako kufuatilia mafundisho kwenye channel hii. Mungu akubariki sana 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 sana. Basi siku ya leo nimekuja na somo hili ambalo Mungu anataka kutuambia, Mungu anataka kutusisitiza, Mungu anataka kusema na mimi na wewe kwa habari ya kujifanya wenye haki. Kuna watu katika huduma hizi, ministry mbalimbali, yani wanaona wao wana haki, wanaona wao wanaweza kuhukumu, wanaona wao ni perfect kuliko wengine. Mungu anasema usihukumu, kwa maana utahukumiwa. Kwa sababu ya hukumu yako unayoitoa, na Mungu atakuhukumu. Sisi sote ni wadhaifu, sisi sote hatuna haki mbele za Bwana. Kwa hiyo somo la leo nataka tujifunze kwa habari ya haki. Tunasoma katika kitabu cha Yoshua bin Sira sura ya 7 aya ya 5. Kitabu cha Yoshua bin Sira kinatuonya ya kwamba tusijifanye tuna haki mbele za Bwana. Kitabu hiki kinaeleza zaidi hata mbele ya mfalme. Hebu fungua Biblia yako kama una Biblia ambayo ina kitabu cha Yoshua bin Sira, Biblia zile kubwa. Tazama hapo utaona sura ya 7 aya ya 5. Anasema nini? Anasema ya kwamba usijifanye una haki mbele za Bwana. Lakini chini yake anasema wala usijifanye una hekima mbele ya mfalme. Sasa hii ya hekima mbele ya mfalme naomba tuweke pembeni. Nataka tukae na hili neno linasema usijifanye una haki mbele za Bwana. Elewa kwamba wewe unayenisikiliza, kama unafikiri kwamba wewe una haki mbele za Bwana, unajidanganya. Kuna watu pia hata katika mafundisho wanaamini kwamba wao wanaweza kufundisha vitu sahihi zaidi kuliko wengine. Kuna watu kwenye huduma wanaamini kwamba bila wao huduma haiwezi kwenda. Kuna watu wanaamini kwamba bila wao kushiriki kwenye sifa, praise team, hawezi, hiyo huduma haiwezi kwenda. Kuna watu wanaamini bila mchungaji fulani haiwezekani. Hiyo ni hapana sana. Hakuna mwenye haki mbele ya Bwana. Sote kwa nafasi zetu tu wadogo mbele za Bwana. Mungu aongezeke, sisi tupungue. Hakuna mwanadamu anayeweza kusimama akasema mbele ya Mungu mimi nina haki. Sasa chukua hatua ya kutafakari. Mambo mangapi umekuwa ukiyafanya mbele za Bwana ukajifanya wewe mwenye haki? Yaani kuna watu hata namna ya kuomba kwao, wanaomba kana kwamba wana haki na hayo maombi. Wanaomba kana kwamba Mungu kwa nini hafanyi? Wanaomba kana kwamba kwa nini Mungu amechelewa? Wanaomba kwa namna ya kulalamika. Wanaomba kwa namna ya kumwambia Mungu kwa nini hujatenda? Yaani hao wote watu wa namna hiyo, maana yake wanajifanya wanayo haki mbele ya Mungu. Neno la Mungu linatufundisha kwamba Mungu hachelewi wala Mungu hawai, bali Bwana hutenda kwa wakati. Wakati sahihi ndipo utimilifu wa Bwana hutenda mambo makuu kwa mtu ambaye amemkusudia. Ukiona hayatendeki, mawili: wakati wako bado, ama wewe mwenyewe unajichelewesha. Kwa hiyo unapoingia mbele ya Mungu usijiweke kama mwenye haki. Kuna watu wanaingia na vyeo vyao kanisani. Sasa wewe cheo chako kanisani kinaenda kufanya nini? Yaani mtu anaingia na wadhifa wake, ile hali anayotendewa kule ofisini, jinsi wanavyomheshimu, jinsi wanavyomtukuza, jinsi wanavyomuona kule ofisini, anataka akienda kanisani ama maeneo ya nyumba za ibada awe hivyo hivyo. Huko ni kujifanya mwenye haki mbele ya Bwana. Ukiingia kwenye madhabahu ya Bwana, watu wote ni sawasawa. Ukiingia kwenye nyumba ya Bwana, watu wote ni sawasawa. Usiingie kwenye nyumba ya Bwana ukaanza kuomba kana kwamba wewe una mamlaka ya kwako. Mamlaka tulionayo yote sisi wanadamu tumepewa na Mungu, sio kwamba tuna haki, bali ametupendelea. Amefanya nini? Ametupendelea. Ukitaka kulijua hili vizuri, fungua Biblia yako, soma kitabu cha Luka sura ya 18 aya ya 9 na kuendelea.
utaona Yesu anawapa mfano wa watu ambao wanaomba wanajifanya wenye haki. Yupo mfarisayo mmoja alikuwa anaomba akijifanya mwenye haki, na wafarisayo walikuwa na tabia hiyo ya kujifanya kwamba wao wana haki zaidi. Sasa ili aya 9 inasema hivi: akawaambia mfano huu watu waliojiamini ya kuwa wao ni wenye haki, wakiwadharau wengine wote. Anaanza kutoa mfano Yesu kwa ajili ya wale ambao wanajifanya wenye haki kuliko wengine na wanawadharau wengine. Yesu anatoa mfano. Aya 10: watu wawili walipanda kwenda hekaluni kusali, mmoja farisayo, wa pili mtoza ushuru. Hapa mtoza ushuru alikuwa anahesabika mtu mwenye dhambi, ndio maana akawataja hapa vizuri tu. Mafarisayo hawa walikuwa wanajihesabia haki, hawa wanajihesabia wanajua sana dini, hawa wanajua sana sheria, wanamjua sana Mungu, ndio mafarisayo. Kwa hiyo mtoza ushuru ni sawa sana mtu ambaye ana dhambi nyingi sana. Kwa hiyo alikuwa anaonekana kwamba yani huyu hamna kitu, hawezi kufanya kitu huyu. Lakini mtoza ushuru yeye akajiendea kwenye sinagogi. Hebu tuendelee tusome aya 11 inasemaje. Yule farisayo akasimama akiomba hivi moyoni mwake: Mungu, nakushukuru kwa kuwa mimi si kama watu wengine. Sikiliza hiyo sentensi, nakushukuru kwa kuwa mimi si kama watu wengine, wanyang'anyi, alikuwa anamgusa ule mtoza ushuru, wadhalimu, alikuwa anamgusa ule mtoza ushuru. Halafu hapa akasema wazinzi, wala kama huyu mtoza ushuru. Akaona mtaje kabisa na ule mtoza ushuru, farisayo. Yani unajua unaweza ukaingia kanisani ukakutana na mtu ambaye unamjua kabisa kwamba anakaaga kona fulani na anajiuza usiku. Usiku unaweza kuwa unapita na magari, pengine ndio njia yako hiyo, unapita kila siku, ule mwanga wa gari uko ndani mule giza, unamuona vizuri yule fulani, namjua yule. Yeye hana habari, lakini unamjua yule fulani kabisa yule pale. Alafu just imagine unaingia kanisani siku fulani kwenda mbele ya Mungu kuomba maombi yako mbalimbali, unamkuta na yeye anaomba labda toba, anaomba, unamuona. Ndicho huyu mfarisayo alichokiona kwa yule mtoza ushuru, asema huyu si mtoza ushuru huyu. Sasa anaacha kwenda na shida yake, anaenda mbele ya Mungu kwa majisifu kwamba mimi si kama fulani, mimi si kama wanyang'anyi. Maana watoza ushuru pia walikuwa wanaonekana kama wanyang'anyi, wadhalimu hivi. Lakini sasa mimi si kama wazinzi, yani huko kote ni kujihesabia haki. Yani unasema na yule naye kaja kanisani. Yani unayosema kauli hiyo hauna tofauti na huyu anayemwambia mwenzake yeye ni mtoza ushuru, wala si kama huyu mtoza ushuru. Hakuishia hapo. Kwa kujifanya yeye mwenye haki, anasema mimi nafunga mara 2 kwa juma, hutoa zaka katika mapato yangu yote. Sasa sio tu kujiona mwenye haki, anaenda mbele ya Mungu, anamtishia Mungu kwamba yeye anafunga, kwamba kwa kuwa anafunga basi anayo haki. Anaenda mbele ya Mungu, anamwambia natoa zaka katika mapato yangu yote. Mungu akusema watu watoe zaka wapige kelele. Zaka ni sheria katika utoaji na ni kanuni ya kiroho. Kwa hiyo unapotoa, kuna neno kwenye zaka, unatoka utoe kwa moyo wa shukrani, utoe kwa moyo wa saburi, usitoe kwa manunguniko. Sasa huyu tayari kashanungunika. Unaona, Yesu anatoa mfano. Je, hapo kanisani kwenu unamwona mfarisayo sasa? Au wewe mwenyewe ndio mfarisayo? Maana mfarisayo ndio alijifanya kwenye haki kwenye Luka sura ya 18. Tunaona hapa. Je, mafarisayo wangapi wamekuzunguka? Wewe ni mwenye dhambi, unataka kwenda mbele ya Mungu. Kuna watu wanasema, mpaka ukaja kanisani. Kwani kanisa ni la kina nani? Kwani Mungu ni wa kina nani? Kwani Yesu ni wa nani? Yesu ni wa watu wote. Kuna mahali Yesu anasema mwenye afya humhitaji tabibu. Mimi sikuja kwa ajili ya watu wenye afya. Yesu amekuja kwa ajili watu ambao ni wadhaifu. Pamoja na huyo mtoza ushuru ambaye huyu mfarisayo alikuwa anamdharau. Lakini neno letu au somo letu linasema hakuna mwenye haki mbele ya Mungu, hayupo. Sasa kama unajifanya wewe mwenye haki, unajifanya mwenye haki, masomo ni haya. Ikiwa unajifanya mwenye haki, somo hili linakuhusu. Baada ya kusema haya, aya ya 13 inaendelea, anasema lakini yule mtoza ushuru alisimama mbali, wala hakuthubutu hata kuinua macho yake mbinguni, bali alijipiga kifuani akasema, Mungu, uniwie radhi mimi mwenye dhambi.
Yesu anaonesha, yani hakujifanya mwenye haki. Hakujifanya mwenye haki. Hakwenda mbele akasema maneno yoyote, alikaa mbali akijua kabisa yani mimi sistahili kabisa kusogelea ile madhabahu. Lakini Mungu, wewe unayeweza kuyatenda mambo makuu, naomba uniwe radhi mimi mwenye dhambi. Akatambua dhambi zake, akajishusha. Kwa hiyo kujishusha ni ishara ya unyenyekevu mbele ya Mungu. Kujikweza ni ishara ya kuwa na kiburi na kujinyanyua mbele za Mungu na kujifanya mwenye haki. Sasa aya ya 14 Yesu anatoa majibu. Anawaambia, nawaambia huyu alishuka kwenda nyumbani kwake amehesabiwa haki kuliko yule. Kwa maana kila ajikwezaye atadhiliwa, naye ajidhiliaye atakwezwa. Kwa hiyo Yesu anasema anayejishusha Mungu atampandisha, na anayejipandisha Mungu atamshusha. Kwa hiyo kujifanya mwenye haki maana yake ni nini? Maana yake unajifanya wewe ndio top. Kuna watu makanisani bwana, yani wao ndio kila kitu. Yani tatembea yao kama kanisa la kwao, ongea yao kama kanisa la kwao, kukushauri, kukusalimia kwa, yani ni kama kanisa la kwake. Hamna namna, ni kama kanisa la kwake. Mungu akutie nguvu. Mungu akutie nguvu. Mungu akutie nguvu ili hiyo tabia uache. Yani kuna watu wanataka wakisema maneno kwenye eneo la kanisa, yani akisema yeye hakuna mtu mwingine kubisha wala kupinga. Ndio kujikweza huko, ndio kujifanya una haki mbele ya Mungu, pamoja na kuona kwamba we ndio kila kitu. Lakini Yesu anasisitiza, anasema hautohesabiwa haki. Wale alimfukuza Yesu, akufukuzi, akakwambia hauhesabiwi haki yoyote. Kuna watu wanatoa michango kanisani, pesa nyingi, pesa nyingi, pesa nyingi, kiasi kwamba wanatamani hata mabenchi ya kanisani yaandikwe majina yao. Ndio kujikweza huko. Yani huko ndiko kujinyanyua. Huko ndiko kujifanya mwenye haki. Yani kuna watu wanatamani yale makanisa yaandikwe majina yao. Huko ndiko kujifanya wewe una haki. Kitu cha Mungu ni cha Mungu. Ukimtolea Mungu tayari mkataba umeishaisha. Hiyo ni mali ya Mungu. Ukishanuia kusema hii namtolea Mungu, imeisha hiyo. Hiyo ni mali ya Mungu. Kwa hiyo wewe ambaye unajikweza, acha kujikweza. Wewe ambaye unajifanya mwenye haki, elewa kwamba hakuna mwenye haki. Na wewe ambaye kuna mtu anakutishia hapo kanisani au kwenye huduma, kuna mahali hapo kwenye huduma ya kanisa, kila mmoja ana kipande chake cha mkate. Yaani unapomtumikia Mungu, kila mmoja ana kipande chake cha mkate ambacho anakitumikia. Ana kieneo chake fulani anakitumikia. Hakuna aliyekamilika. Hamna mwenye mkate uliokamilika. Sio mchungaji wako, sio askofu, sio mwenye daraja lolote, hajakamilika. Huyu ana portion yake ya mkate, ana sehemu yake ya mkate. Na wewe pia una sehemu yako ya mkate, hata kama ni mfagiaji wa kanisa, hata kama mchotamaji wa kanisa, ya hata kama kazi yako ni kudeki vioo, na wewe una sehemu ya mkate ule ule. Yani sikilize, hebu naomba unielewe kwanza. Mungu akutie nguvu kwanza, hasa wewe ambaye uko nafasi ya chini sana. Unajua kuna watu mpo nafasi ya chini, mnaona kama vile hamna kitu mnakifanya. Ngoja nikwambie, Mungu anaona kila idara. Kuna wakati niliwahi kwenda sehemu fulani. Ngoja nikupe ushuhuda kidogo. Niliwahi kwenda sehemu fulani. Kuna mama mmoja alikuwa anahudumia kanisani. Yaani yeye ndio anashughulikia zile nguo za wachungaji, anasafisha pale kwenye altare, ndio ilikuwa kazi yake kubwa. Na alikuwa hana msaidizi. Kwa hiyo yeye alikuwa anakaa karibu na kanisa. Kwa hiyo mara nyingi asubuhi, mchana, jioni yuko pale. Anafanya kazi zake, anaondoka. Anafanya kazi zake, anaondoka. Anafanya kazi zake, anaondoka. Sawa eh? Na ni kazi ngumu. Yaani kama mtu asubuhi, mchana, jioni yuko pale, maana yake muda wake kufanya kazi ni ndogo sana. Yaani kazi zake binafsi. Tulienda mahali hapo kwenye maombi. Tukawa tunafanya maombi kwa ajili maombi yetu tu binafsi. Tuliamua kutenga muda wa kuja kufanya maombi maeneo hayo. Tukapata mafunuo fulani ya kwamba mwambieni huyo mama, ninapenda sana jinsi anavyonitumikia. Ananitumikia kwa uaminifu sana. Kwa nini nimekwambia hili? Kunawezekana wewe kila ukienda kanisani unapangiwa kudeki choo, usinungunike. Kama umepewa jukumu la kudeki choo, Mungu anakuhesabia haki hapo hapo. Mungu anakuhesabia baraka hapo hapo, chooni hapo unapodeki chooni hapo. Mungu anakuhesabia haki.
Usije ukaona kwamba kwa sababu anakuja mchungaji, sadaka zinaenda kwake, ana gari kubwa, ukafikiri gari kubwa ndio haki mbinguni, ukafikiri gari kubwa ndio kiti kizuri mbinguni. Nisikilize bwana, Lazaro aliketi mahali pazuri sana, alikuwa anaombaomba tu chini, alikuwa anakula tu mabaki, lakini alikumbatiwa na Ibrahimu. Lazaro alikuwa anafanya kazi gani? Lazaro alikuwa hana kazi zaidi ya kuomba na kula mabaki, lakini tunaambiwa Ibrahimu alimkumbatia, alikaa na Ibrahimu. Unanielewa ninachokisema vizuri? Kwa hiyo usije ukafa moyo na hao ambao kazi yao ni maneno ambayo ni ya kejeli. Wapo watu bwana wanajua kuongea maneno ya kejeli. Wapo watu bwana wanajua kuharasi watu kanisani, ili mradi unamtumikia Mungu wa kweli. Usife moyo, wala usije ukafikiri hata siku moja kufanya kitu tofauti na mapenzi ya Mungu. Fanya kwa uaminifu. Ukipewa kazi ya kupukuta vumbi kwenye madirisha, wewe pukuta kweli kweli, piga sana chafya, lakini kwa Mungu kuna nafasi yako umeandikiwa. Inawezekana yani wewe kuna ugonjwa hauumwi kwa sababu ya kupukuta madirisha tu hayo. Yani Mungu ameamua tu, huyu kwa kuwa anapukuta mavumbi kanisani, huyu hataumwa mafua. Huyu watoto wake hawataumwa hata kidogo. Yani Mungu anakuwekea line, hawataumwa watoto wake. Unashangaa tu watoto wako wanadunda tu. Kumbe ni kwa sababu ya hiyo kazi unayofanya hapo kanisani. Inawezekana wewe kazi yako ni kumwagilia tu maua, mwagilia sana, yastawi sana ya maua. Hiyo nafasi yako inawezekana kabisa mbinguni umeandikiwa sehemu bora kabisa kuliko mchungaji unayemuona, kwa sababu uchungaji ni nafasi, na sio nafasi iliyokamilika, ni sehemu ya nafasi. Hakuna mchungaji sema mimi ni bora kuliko mwagiliaji, hayupo. Na kama kuna sehemu unasali kanisa, mchungaji anakuambia yeye ni bora kuliko anayemwagilia maua, basi toka hapa pakufai. Unakumbuka kwa habari ya utoaji wa sadaka, Yesu alipokuwa na wanafunzi wake, akamwangalia mama ambaye alitoa senti ndogo, akasema ametoa kingi. Si watu walitoa pesa nyingi sana mahali pale, walitoa pesa nyingi sana, walichangia hela nyingi sana. Mama akatoa senti yake moja akatumbukiza, anawaambia wanafunzi, yule ametoa kingi kikubwa kuliko wale wote. Wanafunzi wakastaajabu, wakamuuliza imekuwaje? Mbona yule na umetoa shilingi tu, wale wenye manoti ukuona? Akasema wale wametoa ziada, ila yule mama ametoa senti ya mwisho, hata nyumbani kwake hajabakiwa na kitu. Usijui kama unalifahamu hilo somo au kama umeelewa kitu hapo. Mungu anaangalia ukamilifu wa mtu katika utendaji, sio kwa nafasi alionayo. Kwa hiyo unaweza kukuta mtu ni mtumishi mkubwa, labda ni mchungaji, labda ni mwalimu wa kwaya, kiongozi wa praise au nafasi nyingine yote kanisani. Asikutishie. Kanisani sio sehemu ya kutishana. Mungu anasema hakuna mwenye haki mbele ya Mungu. Hakuna anaweza kujisabia haki mbele ya Mungu. Hata kama mtu anasali masaa 48, inawezekana umetenda sana dhambi na unajulikana sana. Nikutie moyo, utakaposema naenda kwa Mungu, nimekosea Baba, nimekosa, naomba msamaha, asije akakudanganya mtu, asije akakutishia mtu yote kwamba unajua wewe haiwezekani, umefanya sana dhambi, hakuna kukuhukumu, bali ni Mungu mwenyewe. Ndio maana Yesu anasema yule mtoza ushuru aliondoka pale kanisani akiwa amehesabiwa haki, aliondoka pale madhabahuni akiwa amehesabiwa haki kuliko yule mfarisayo ambaye alisali akiwa anajisifu. Mungu akubariki sana kwa kuendelea kufuatilia mafundisho haya. Tunakufundisha ili upate maarifa. Ndio maana tunasema mikono ya Kristo kwa neno la maarifa. Watu wengi wanamjua Mungu lakini maarifa hawayajui. Watu wengi wanasali sana, maarifa hawayajui. Kusali peke yake hakutoshi. Lazima ujue kusali na ujue namna ya kutafuta maarifa. Na ndicho ambacho tunakupa hapa. Sasa inawezekana unasali sana, unajihesabia haki, maarifa yamekupotea. Lakini mtu anaweza kuwa anasali tu kawaida, lakini ananyenyekeza mbele ya Mungu. Huyu anayo maarifa ya kwenda mbele za Mungu. Farisayo pamoja na kuijua dini, kujua sheria za dini, lakini alikosa maarifa kwenda mbele za Mungu. Lakini mtoza ushuru ambaye hakuwa anaijua dini, alikuwa na maarifa ya kwenda mbele za Mungu. Ndio maana unaona mtoza ushuru akahesabiwa haki mbele ya Mungu, lakini mfarisayo hakuhesabiwa haki ndani yake kwa sababu hakujua maarifa ya kwenda mbele za Mungu. Endelea kufuatilia mafundisho yetu. Wewe ambao unasikiliza siku ya leo, bonyeza button ya kusubscribe hapo, uwe wa kwanza kupata mafundisho kupitia channel yetu ya Mikono ya Kristo.
Ziko namba za simu hapo, kama unataka kutupigia utupigie kwa namba hizo. Ukiwa ndani ya nchi utazipiga kama zilivyo, lakini ukiwa nje ya nchi ya Tanzania utaondoa hiyo 0, utaandika jumlisha 255, alama ya kujumlisha 255, tuwasiliane. Inawezekana una jambo fulani unataka kulifahamu linakuchanganya, basi tupigie, nasi tunaamini Roho wa Mungu atatupa hekima ya kukusikiliza na kukusaidia, naye ndiye anayewasaidia watu, anayewafundisha watu, awapaye watu maarifa. Mimi si kitu mbele za Bwana, bali Mungu ndiye mtendakazi wa kazi zake zote kupitia Roho Mtakatifu. Mungu akubariki sana na uendelee kufuatilia mafundisho haya. Usisahau kucomment, usisahau kushare, usisahau kuwashirikisha na wengine kadiri vile utakavyo barikiwa na Mungu wa mbinguni. Basi ulikuwa na mimi mtumishi wa Mungu Norbert Simon Mpunga, kwa niaba ya timu nzima ya Mikono ya Kristo tunasema mikono ya Kristo kwa neno la maarifa. Bye bye.